ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحييكم بتحية الله الخالدة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zanguni wapenzi wasikilizaji wa Radio Iqra FM, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na ali zake na sahaba zake, wa baada, ndugu zanguni wapenzi wasikilizaji wa Iqra FM, karibuni sana katika kipindi cha Jifunze Qur'ani, yani kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tutatizama namna ya kuisoma Qur'ani kwa njia iliyokuwa sahihi kabisa, tariqatun sahiha, njia ambayo ni sahihi kabisa, ili iweze kuwa shifaa kwetu insha Allah. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atie kabuli yake katika kipindi hiki, iwe ni sababu miongoni mwa sababu za watu wengi kunufaika na kipindi hiki. Pia kadhalika, ndugu yangu msikizaji wa Radio Iqra FM, kuna wale ambao ni wapenzi wa khair, wanatamani kushiriki katika khair, hususan kwa kudhamini vipindi kama hivi. Waweza ukachangia kupitia nambari ya simu 0758541333. Tarudia tena kwa wale wapenzi wa khair, 0758541333. Jina litatoka Iqra FM Radio. Iqra FM Radio. Ni vyema zaidi ukachangia, kwa sababu kuchangia khairi ni kitu kizuri sana. Hurufi moja katika Qur'ani inayofundishwa, basi wewe itakurejea thawabu kubwa sana. Ndiyo moja katika sadaqatun jariya, moja katika sadaka ambazo zenye kuendelea. Kwa hivyo natumai wewe unaisikiza kipindi hiki tajifunze Qur'an utakuwa mmoja wa wadhamini wa uendeshaji wa vipindi kama hivi kwa kuchangia kwa nambari hiyo ambayo nimeitaja. Taban, ndugu yangu mpenzi msikilizaji wa Iqra FM, tukiendelea na ufunguzi wa kipindi chetu hiki cha Ifahamu Qur'ani, Jifunze Qur'ani, basi hapana budi tukaifahamu Qur'ani leo. Kisha tutaona fadhila za kuisoma Qur'ani, mtu apatao fadhila gani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia tutaona adabu za kuisoma Qur'ani, adabu za kuisoma Qur'ani. Wakati unasoma Qur'ani utakuwa umejipamba katika adabu gani wakati ule, ili Qur'ani iweze kuwa kwako na maslahi makubwa ya thawabu. Pia kadhalika tatizama mambo ya kujiepusha wakati wa kuisoma Qur'ani. Lakini la mwisho tutatizama, tuangalie kwa nini watoto wetu, vijana wetu hawataki kuisoma Qur'ani. Kenda madrasa siku ya kwanza ya pili kakimbia. Kwa nini? Mzazi imekuwa akimhimiza kijana wangu hataki kusoma Qur'ani, imekuwa mzito ila madhalika. Kwa nini? Tutaona sababu kadhaa zinazopelekea vijana leo kuikimbia Qur'ani, hawataki kuisoma, au pia hata masomo mengine kadhalika. Basi ndugu yangu katika imani, tukianza na fadhila za Qur'ani, fadhlu qira'ati al-Qur'an, kama miongoni mwa fadhila za kuisoma Qur'ani pana hadithi kadhaa za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya kwanza iliyopokewa na Abdullah bin Mas'ud, ni hadithi iliyopokewa na Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, radhi za Allah ziwe na yeye. Qal, amesema mtume sallallahu, amesema Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, man qara harfan min kitabillah ta'ala, yeyote atakayesoma
hurufi moja kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani Qur'ani. Yeyote atakayesoma hurufi moja kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani Qur'ani, falahu hasanatun, basi huyu ana jema moja. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na hilo jema hulipwa na huzidisha kwa 10 mfano wake. Hiyo ni hadithi ya kwanza ndugu yangu katika imani, ikionyesha fadhila za Qur'ani. Laalla mtu akifahamu fadhila za Qur'ani, huenda sasa akaweza kuielekea kwa wingi. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokewa na Imamu at-Tirmidhi. Lakini pia kadhalika ndugu yangu katika imani, hadithi nyingine ya pili, wa an Muadh bin Anas, hadithi iliyopokewa na Muadh bin Anas radiyallahu anhu, radhi za Allah ziwe na yeye, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtukufu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema bwana mtume, man qaraa alqur'ana, yeyote atakayeisoma Qur'ani, yani kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukisema Qur'ani tunamaanisha Qur'ani kalamullahi, Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, almunazzalu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yaliyoteremshwa kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, almutaabbadu bitilawatihi, ambayo huwa ni ibada mtu akiwa anaisoma, yani anaisoma kwake ni ibada, sawa sawa katika sala au kama adhkari au kama uradi au anasoma ila madhalik. Kwa hivi man qara alqur'ana, yeyote mwenye kusoma Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila bima fihi, si kuisoma tu kisha na akafanyia kazi yale yaliyoko ndani ya Qur'ani, akayafanyia kazi. Albasallahu walidayhi tajan, Allah subhanahu wa ta'ala atawavika wazazi wake huyo msomaji taji siku ya kiyama, yaumal qiyama, siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawavalisha taji, atawavika taji wazazi wake na huyo msomaji. Ndugu yangu katika imani, hiyo ni khairi ambayo tunaipata katika fadail qiraati alquran, fadila za kuisoma Qur'ani. Uko wapi ndugu yangu? Ndio maana kipindi hiki Radio Iqra FM ikiona ikakiweka kwa makusudi makubwa sana. Jifunze ndugu yangu Qur'ani, ili wazazi wako na wao wakavalishwe siku ya kiyama, wakavikwe taji maalum. Bwana mtume sallallahu akaendelea kusema, bauuhu, mwangaza wa hiyo taji unaoitoa, ahsanu min baui shamsi fi buyuti dunya, yani ni mwangaza mzuri mno, mwangaza wenye kuwaka vizuri sana, min baui shamsi, kuliko ule mwangaza wa jua, fi buyuti dunya, katika majumba haya ya kidunia. Mwangaza huo inayotoa ile taji ambayo atavishwa wazazi wa yule ambaye anaisoma Qur'ani. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kusema, fama dhannukum billadhi amila bihadha, je, mnadhaniaje waislamu kwa yule ambaye ameifanyia kazi Qur'ani? Ndugu yangu katika imani, rawahu Abu Daud, mpokea na Abu Daud. Na kuhusia sana ndugu yangu, hii ni katika moja ya fadhailul Qur'an. Tujitahidi sana kipindi hiki kifuatilie uweze kuifahamu Qur'ani. Leo tunaangalia fadhailul Qur'an na mambo kadhaa, laalla mtu aliyekuwa haifahamu Qur'ani basi haifahamu. Kadhalika wa an Abi Hurairata, na pana hadithi ameipokea bwana Abu Huraira, sahaba huyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhu, radhi za Allah ziwe na yeye Abu Huraira, anin nabii sallallahu alaihi wasallam, kutokana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amenena, majtama qaumun fi baitin min buyuti llah, hawaja kusanyika
watu au kikundi cha watu au idadi ya watu fulani, fi baitin, ndani ya nyumba yoyote, min buyuti llahi ta'ala, miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na majumba ya Allah katika dunia ni masajid, ni misikiti hii. Kwa hivi hakadha haja kusanyika watu katika nyumba yoyote ile, min buyuti llahi ta'ala, katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa inaingia sehemu yoyote ile. Inawezekana katika nyumba tu ya sehemu mtu kaandaa eneo lake kama darasa, watu wakakaa pale wanasomeshwa Qur'ani, sawa sawa, au sehemu nyingine tu mtu kaandaa, haifungwi tu ikawa ni msikitini peke yake, japokuwa msikitini nakuwa ni bora zaidi, lakini haifungwi kuwa msikitini peke yake. Na maeneo mengine hawaja kusanyika watu fulani katika nyumba yoyote ile, min buyuti llahi azza wa jalla, miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah, wanafanya nini? Bwana Mtume sallallahu atuambia wanafanya nini hapo wao watu. Yatluna kitab Allah, wakikisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah, kilichowakusanya hao watu, ilo kundi la watu eneo lile katika nyumba ile, au chini pengine ya mti, pengine hawana nyumba, wamekaa pale chini ya mti fulani au eneo fulani. Yatluna kitab Allah, kilichowakusanya pale ni kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatadarasunahu bainahum, kisha wakafundishana. Kama siye hapa leo Radio Iqra FM meleta kitu hiki, jifunze Qur'ani. Wayatadarasunahu fima bainahum, na wakifundishana kati yao pale, huyu anamuelekeza huyu asilolijua, huyu anayejua anamuelekeza huyu akadha ambaye afahamu. Wakawa wakifundishana kati yao hao watu katika eneo lile. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala atafanya nini kwa watu wale? Bwana Mtume salama atuonyesha nini kitachotokea katika eneo lile, eneo ambalo watu wamekaa wakijifunza Qur'an, wakisomeana Qur'an. Illa nazalat alayhimus sakina, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwateremshia, huwashushia hapo utulivu, wanakuwa nyoyo zao zimetulizana. Tizama watu waliokuwa katika halaqat, zile halaqa za Qur'an, utawaona jinsi walivyo, ni watu wametulizana, nyoyo zao zina happiness, zina furaha ya kutosha, kwa sababu Qur'ani huondosha mazonge kwa watu. Hiyo ndio kanuni ya Qur'ani, ni shifa lima fi sudur, katika vifua vya watu yaliomo mambo mbalimbali. Kwa hiyo utaona illa nazalat alayhimus sakina. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwashushia watu wale sakina, utulivu eneo lile unateremka. Lakini si hivyo, wa ghashiyatuhumur rahma, pia ruhuma za Allah subhanahu wa ta'ala zinawafunika eneo lile. Wa ghashiyatuhumur rahma, pia ruhuma za Allah subhanahu wa ta'ala zinawafunika eneo lile lilokuwa watu wale. Ndugu yangu katika imani, jifunze Qur'ani kama kipindi kinavyoitwa Jifunze Qur'an na Radio Iqra FM hapa ulipo. Itakufunika wewe ruhuma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia la tatu, Bwana Mtume salama akiendelea kusema wahaffathumul malaika, lakini pia malaika huja wakawafunika pale, ikawa ni rehema katupu. Malaika kufunika maana yake umefunikwa na viumbe watukufu, si unafunikwa na viumbe wachafu wabaya, viumbe watukufu. Wahaffathumul malaika, malaika huja na wao pale wakaketi juu yao, wakawa wamewafunika eneo lile, basi inakuwa ni eneo la salama na amani. Lakini pia Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akiendelea kusema wadhakarahumullahu, la zaidi kuliko hayo yote Allah subhanahu wa ta'ala huwataja Allah subhanahu wa ta'ala fi man indahu. Fa subhanallah, tuko wapi na rehema na fadhila kama hizi za Qur'an ndugu zangu ni katika imani? Anasema wadhakarahumullahu fi man indah, na Allah subhanahu wa ta'ala huwataja kwa wale ambao yuko nao mbele yake, yani katika wale malaika Allah ambao yuko kuna kule juu, basi Allah huwa anawataja fulani, wale watu wangu wa khairi fulani, la madhalika oneni wale katika majalisi zile, kichwa kusanya si maneno ya umbea,
kilichowakusanya si kuwasema watu wala kupanga mipango mibaya. Kilichowakusanya katika eneo lile ni kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kufundishana. Basi Allah huwataja kwa sifa nzuri mbele ya wale ambao Allah yuko nao, yani malaika, ambao ni viumbe watukufu katika viumbe watukufu ambao la yaasuna Allah au muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, hadithi imepokea Muslim, lakini pia ndugu yangu katika imani, tumeona hapo hizo ni baadhi ya hadithi za bwana Mtume sallama mtukufu huyu wa daraja, akituonesha miongoni mwa fadila za mtu kuisoma Qur'ani au kujifundisha Qur'ani wa ila madhalik. Basi tuhamie nukta ya pili, adabu ambazo zatakikana kwa yule anayesoma Qur'ani ajipambe nazo wakati ule. Na tunafahamu adab ni katika vitu ambavyo ni msingi zaidi. Watu wengi, na katika shairi mmoja anasema ma saqata man saqata, hakuanguka aliyeanguka. Yani katika masala mbalimbali, pengine ya taaluma, mtu taaluma yake ikawa haina faida, illa bitarki alhurma, isipokuwa mtu kwa kuacha heshima. Yani heshima ya kitu kuichunga. Kila kitu kina heshima yake, kina nidhamu yake maalum. Kwa hiyo hata Qur'ani, ndugu yangu msikizaji wa radio Iqra FM, ina heshima yake maalum Qur'ani. Kwa hivi tuone kwa uchache heshima ya Qur'ani tukufu pale mtu ambapo atakuwa akisoma ajipambe na vitu gani. Wayanbaghi lilqari'i, na yatakikana kwa mtu ambaye anaisoma Qur'ani, yani kapanga kuisoma Qur'ani, yani kama mtu ambaye sasa anakwenda kujifunza, na sisi katika kipindi hiki cha jifunze Qur'ani, mtu yule ayura'i al-adaba ma'a al-Qur'ani, basi atunge sana ile adabu wakati ule anapokuwa akisoma Qur'ani. Pale hapo kusoma Qur'ani, basi achunge adabu fulani. Hebu tuzione adabu hizo. Moja ya kwanza katika adaba, bi ayastahdira fi nafsihi ayunaji Allah ta'ala, ahudhurishe nafsi mwake, rohoni mwake, kwamba ananong'ona na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, duniani hakuna maneno mengine ya Allah isipokuwa ni Qur'ani tukufu. Vitabu vingine vyote muhaiminan alayhi, vimefutwa, havipo. Kwa hivi kilichopo leo alichokuja nacho bwana Mtume sallama ni Qur'ani. Kwa hivi sasa hudhurisha nafsini mwako kwamba hapa nanong'ona na mlezi wangu, naongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo la kwanza ni adabu, ichunge unapokuwa ukisoma Qur'ani. Ukiweka tofauti na hivyo, itakuwa ni mushkila ndugu yangu katika imani, itakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hivyo hudhurisha nafsini mwako, adabu ya kwanza uwe nayo hiyo. Nambari 2, la kutunga pale uisoma Qur'ani ndugu yangu. La pili, wa an yakuna ala taharatin, la pili, na yule msomaji wake wa Qur'ani wakati ule anajifunza wakati ule, basi mtu huyo awe katika tahara kamil, tahara katika ukamilifu wake. Yani uwe na udhu, ushatia udhu wako, umechukua udhu vizuri, basi hapo anza kuisoma Qur'ani, utakuwa umechunga hurma yake, umechunga nidhamu ya Qur'ani. La si hivyo utaanguka kama masaqata man saqata, hakuanguka alianguka illa bitarki alhurma, isipokuwa kuacha nidhamu, kuacha adabu. Kwa hiyo kuna tahara, tia udhu pale. Hiyo ni ya pili ndugu yangu katika imani. Ima la tatu katika adaba ambazo kana mtu achunge wakati anaisoma Qur'ani, makanin nadhifin, fi makanin nadhifin, awe sehemu safi, akae sehemu ambayo ni safi. Qur'ani yenyewe ni nzuri, Allah maneno yake ni masafi, basi ukae sehemu safi. Pale unapokaa kama maketo yako, basi ketizia sehemu nzuri, sehemu safi. Kama inawezekana, kama kuna marashi yawepo pale,
kama kuna udi maalum uweze kuutia, kama unaweza hivyo. Kama inawezekani basi safisha eneo lile unakwenda kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kaa pale isome Qur'ani eneo lile. Basi utakuwa umeweka hurma, umeweka heshima maalum kwa Qur'ani. Hiyo ni adabu ya tatu. Ni jambo la kuchunga la tatu Waislamu. Imekuwa tukishuhudia mara kadha watu wanasoma Qur'ani na laala pengine wakao wengine wanafunzi madarisera, mtu inakuwa kadha mtu sehemu inakuwa ni changamoto, basi inakuwa Qur'ani ghairu mubarak, inakuwa Qur'ani yake si mubarak, haijabarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baraka fulani unaziondosha pale. Basi jitahidi ndugu yangu katika imani, fi makani nadhif, ketizia sehemu ambayo ni safi, kaa pale isome Qur'ani yako. Ima ya nne ya kutunga wakati usoma Qur'ani, wa an yunadhifa fahu bisiwak idha arada alqiraa. Basi na mtu msomaji wa Qur'ani asafishe kinywa chake pale anapokusudia kuisoma Qur'ani. Jitahidi ndugu yangu katika imani, mswaki haijalishi mswaki upi, maadamu kwa desturi yenu ni mswaki, kwa ada zenu mswaki, basi mswaki tumia. Japo kwa kuna miswaki bora zaidi ya kutumia kama miswaki ya muharaka ila madhalika, lakini mswaki alamu mswaki kwa desturi yenu unaondosha uchafu katika meno yako kadhalika. Basi unapotaka kusoma Qur'ani, basi chukua mswaki wako. Ule mswaki wako teba ni mswaki wa mjiti au mswaki wa brush na dawa yake ya meno. Sukutua kwanza, safisha kinywa chako. Hii ni adab. Sukutua kisha kaa usome Qur'ani. Hii nyingine chunga sana mswaki. Lakini pia hapa tu nigusie kidogo, mswaki pia una faida kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, asiwaku, huu mswaki wa Islamu, kutabia ya kuswaki mtu kuwa nayo kuswaki huku, mutahhiratun lilfami, ni tahara ya kinywa, usafisha kinywa chako Muislamu. Marudatu lirabbi, inapelekea mtu kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakuradhi na wewe. Lakini majilatu lilbasar, hupelekea mtu ni dawa pia ya macho, mtu kuwa anaona uzuri, akaanza kutizama kwa uzuri. Mswaki una faida kubwa sana. Kwa hivi tuahirisha kinywa chako. Lakini pia lengine katika adab, wakati ule mtu wa kuzichunga anapokuwa akisoma Qur'ani, wa ay yastaqbila alqiblata, na muislamu akisoma Qur'ani wakati ule aelekee qibla, elekea qibla. Hiyo ni katika adab, miongoni mwa adabu za tilawati alquran. Msomaji elekea qibla, huko utabarikiwa sana. Hiyo itakuwa umeheshimu Qur'ani kwa kitendo hiko. Tunaona ndugu zangu ni katika imani watu wanaposoma Qur'ani, mtu kaangalia kule, kaangalia kule, kaangalia kule, mwingine kakaste mkao ambao pengine si mkao wa kistaarabu kabisa, pengine mkao unaonekana kabisa mkao ule pengine hata Qur'ani yenyewe haiheshimu. Basi elekea qibla. Hilo ni lingine. Lakini jingine pia la kuchunga yule mtu ambaye anaisoma Qur'ani, wa ayajlisa bisakinatin wa waqarin, na aketi kwa sakina, kwa utulivu, waqari na heshima. Aketi kwa utulivu na heshima kubwa. Ikiwezekana maguu yako unayakunja pale, unakaa mkao ule wa murabba, mkao mzuri pale, umeangalia mbele qibla. Kama inawezekana hiyo miguu yako si mgonjwa, kunja maguu yako, tizama qibla. Kama ni mgonjwa, kaa namna ambayo wewe uwezavyo. Kama ni mgonjwa inaonekana wewe kukaa pengine ni mushkila, basi utakaa kwa namna ile ambayo unaiweza. Kama Allah alivyosema, kalifishi nafsi ya mtu isipokuwa uweza wake. Basi kama wewe unaweza kunja, kama haiwezekani kukunja miguu yako, basi wewe utakaa namna ile ambayo unaiweza mwenyewe. Lakini pia lingine katika adaba za kuchunga mtu anapokuwa akisoma Qur'ani ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha arada ash-shuru'i bil qira'ati, na pale atapotaka sasa kuanza kuisoma Qur'ani, msomaji wa Qur'ani atakapoanza kuisoma Qur'ani, isti'adha billahi minash shaitanir rajim, basi aseme, atamke isti'adha, yani aseme a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ajitahidi muislamu kabla kuanza kuisoma Qur'ani
afanye isti'adha, yani aseme a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Lakini pia lingine katika adab za mtu anayekwenda kuisoma Qur'ani, ajitahidi mtu yule qalbu waraqatin bihudu'in, kugeuza kartasi za Qur'ani yake kwa utaratibu. Mtu anafungua Qur'ani, ufunguaji mbaya, inakuwa mwisho wa siku Qur'ani inatengeneza mikunjo ya ajabu kwa ufunguaji mbaya. Hii ni adabu yake. Geuza Qur'ani kwa utaratibu mzuri, geuza kartasi peji kwa peji kwa utaratibu uliokuwa mzuri. Usifungue Qur'ani vibaya vibaya, itakuwa wewe unaivunjia heshima Qur'ani, umevunda adabu yake. Jitahidi ndugu yangu Islam. Lakini pia lingine alla yudha, pasiwekwe juu ya Qur'ani kitu cha aina yeyote juu ya Qur'an. Pale Qur'ani ilipo, Qur'ani inatakiwa juu, usiweke juu ya Qur'ani kalamu au kitu kingine, simu. Qur'ani ikawa chini, wewe ulipokaa na Qur'ani umeweka chini pale, basi Qur'ani iwe juu. Tafuta kama vile kidude cha kuwekea pale, kistage fulani, umeweka pale juu, kiweke pale, unataka kichonga kaeka pale kama kikiti ka Qur'ani na kama maalum katika kisehemu chake pale. Usiweke chini Qur'ani, iwe juu muda wote. Hizi ni katika adabu za Qur'ani ndugu yangu katika imani, kwa mtu ambaye tunakwenda kuanza kipindi chetu cha jifunze Qur'an, basi hilo la kuzingatia. Lakini pia wa idha shar'a falyakun sha'nuhu al-khushu' wa tadabbur. Jambo lingine, utakapokuanza kuisoma Qur'ani ndugu yangu katika imani, falyakun sha'nuhu, basi iwe ile katika wazo lako au jambo la muhimu kwako wewe ambaye unaisoma Qur'ani, au al-khushu' wa tadabbur, uweze kuizingatia Qur'ani unachokisoma, ukizingatie wal khushu' na khushu'i, yani umakini ulipokuwa ukisoma Qur'ani. Usome Qur'ani wazo lako na vitu vingine, yani unasoma tu mujarrad kutemka kichwani huyaweki. Yani inamaanisha hapo sasa ujitahidi al-khushu' uwe ndugu yangu katika imani na khushu', uweke khushu' katika wakati unasoma Qur'ani, wa tadabbur pia na kuzingatia yale uyasomayo. Izingatie Qur'ani. Qala Allah ta'ala, amesema Allah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala jalla sha'nuhu, asemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana, hivi hawaizingatii Qur'ani wakati waisomapo? Hivi hawaitilii maanani Qur'ani wakati wasomapo? Bimaana mtu ajitahidi kunatilia maanani. Ukishika Qur'an ujue niko na kitabullah, nimekamata maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyi uliobakia ni huu Qur'an ambao hauna ndani yake shaka. Hakuna maneno mengine kwamba kuna sehemu ya Qur'ani si thabiti. Yote Qur'ani imethibiti vizuri kabisa kutoka katika kinywa cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi ala kulli hal, tujitahidi sana ndugu zanguni katika imani kuizingatia Qur'an. Qur'ani hii ambayo Allah ameiteremsha kwa Bwana Mtume sallama na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amefikisha kwetu hizi kama wafuasi wake. Hilo lingine tujitahidi. Wa yustahabbu al-buka'u, pia kwa mwenye kusoma Qur'ani yapendeza kuweza kulia, kutoa machozi ma'al qira'ati, wakati ule asomapo kulia. Hii ni inapendeza zaidi, ni sunna mtu akafanya hivyo, ni mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bi ayata amala ma fil Qur'ani, kwa kuzingatia yale yaliyoko ndani ya nini? Ndani ya Qur'ani au kitabu Allah, kwa kuzingatia yale ambayo yameandikwa ndani ya Qur'an. Minat tahdidi wal wa'idi shadidi wal mawathiqi wal uhudi, katika yale ahadi Allah amezitoa, ahadi zake, maagano, makanyo aliyoyatoa, adhabu kali anazozisema. Basi ukizingatia hivyo
basi muislamu hapo tunategemea tukuone ukilia, ukitoa chozi na kutoka, ukisikia kadhabati thamud wa adun bilqari'ah fa amma thamud fa uhliku bitaghiyah wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Ukisikia aya kama hizo zinakuja makamio kama hayo walioangamizwa watu namna ile kwa utaghiti wao, basi wale watu washapita. Je, wewe ambaye leo unafanya matendo mabaya itakuwaje kwako? Allah atakufanya nini Allah subhanahu wa ta'ala? Ukikumbuka hivyo, basi ukiweka kitwani, basi katika kusoma Qur'an kupitia aya za namna hizo na za mfano wake, basi iwe kitwani mwako na machozi ya kutoka kwa namna takasiri yako, upungufu wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia fa in lam yahdhuruhu huznun, kama ikiwa huzuni haijakupata ufanye nini? Kuna watu wengine pengine ndo mwanzo Qur'ani, hawa watu bado mioyo yao haijakaa sawa sawa, ndo umeanza. Watu kama hawa wafanye nini? Pengine mimi shekhe, huzuni haijanipata, sasa nifanye nini? Basi unaelekezwa ufanye nini. Pia wabukaa na kilio ikija kupata ufanye nini? Falyabki ala faqdihi minhu, basi mtu pia alie tu kwa kule kukosa huzuni ya yale anayoyasikia katika Qur'ani. Ulio kwa tendo lako hilo la wewe kutokupata shaar, kutokupata hisia fulani, zile aya zinasemwa za adhabu, hukulia aya za ahadi za Mungu chungu za watu wabaya na ukali wa Allah subhanahu wa ta'ala, hukulia, basi lia kwa kitendo chako hiko cha wewe cha kukosa hisia, lia kwa hilo. Lakini fa innahu min a'zami almasaibi, kwa sababu hicho kitendo cha mtu kosa huzuni, maana yake una hisia tena wewe katika moyo wako una hisia za kibinadamu. Kwa hiyo basi hiyo ni katika masaibi, katika misiba mikubwa sana, mayanga makubwa sana, mtu kukosao hisia kama hizo kulia. Basi usikitika kwa wewe kukosa ile hisia, lahala Allah subhanahu wa ta'ala atakupa siku moja. Kwani mwenye kuzoea kitu japo kuwa si kwa wakati ule mwenye kukipata, lakini kaishi kukitafuta, mwisho siku atakipata. Majitahada wajada, mwenye kujitahidi siku moja atapata. Mpenzi msikilizaji wa Radio Iqra FM, tukiendelea, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema siku moja, naomba mumsikilize Bwana Mtume sallallahu anasemaje. Iqra'ul Qur'ana, akiwaelekeza masahaba aze na akituelekeza mimi na wewe. Iqra'ul Qur'ana, isomeni Qur'ani. Bwana Mtume sallallahu akiagiza isome Qur'ani, anaagiza hivyo watu waisome Qur'ani. Wabeku, na mkisoma Qur'ani hiyo wakati ule, basi mlie kwa sura niliyokuelezeni hapo, ndugu wasikilizaji wa penzi wa Radio Iqra FM, na mlie. Fa illam tabeku, kama hamkulia, hamkupata namna ya huzuni ya kulia kisawa sawa kwa hisia kutoka moyoni, basi mfanye nini Waislamu? Fatabaku, basi jilize tu. Baada ya kuna zile ayati za Allah, ishara za Allah tabaraka wa taala, zinaashiria ishara zile Allah ni mkali sana. Allah ana ahadi ngumu kwa watu wabaya. Kama ukiisoma aya mathalan, inna jahannama labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad. Aya kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala katika mavizio maalum kama hivyo. Na pia achilia mbali hiyo, angalia mfano wa aya nikupe, faya subhanallah, suratu Zilzala, au wengineo wasemao idha zulzilatil ardu zilzalaha. Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje jamani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, asema tabaraka wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu, mwenye kutenda khairi ndogo sana, kama punde ndogo uijuayo wewe Muislamu, ndogo sana zaidi ya mchanga, ataiona. Lakini angalia aya nyingine ya pili, linaliza sana,
wa man ya'mal mithqala dharratin, na mwenye kutenda tendo lolote lile, mithqala dharratin, uzito wa punje ndogo zaidi ya mchanga, mithqala dharratin, katika shari, tendo hilo lika katika shari, kama sijakosea aya, katika shari, yarahu, atauona huo ubaya aliotenda katika shari. Tizama hiyo aya ilivyokaa. Yani aya hiyo namna Allah subhanahu wa ta'ala, fa ya subhanallah. Sasa mtu pale, fa in lam tabiku, kama mmekosa machozi ya kulia katika aya mfano kama hizi, fatabaku, basi mtu pale aweze kulia. Mkasa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia sahaba wake mmoja, hebu nisomee Qur'ani. Sahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi nisome Qur'ani kwako, na wewe kwako Qur'ani imefanya nini? Imeteremshwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi napenda zaidi nisikie kwako Qur'an. Sahaba yule akasoma mpaka akafika sehemu, fa kaifa, itakuwaje, itakuwaje, Allah aliposema pale, fa kaifa, itakuwaje itapokuja kila nabii na umma wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah kamalizia, wajina bika ala haula shahida, na tukakuleta wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama kwa hawa wafuasi wako wa leo, masahaba uko nao na watakao kuja wafuasi wako, wewe kama shahidi yao. Mtume sallallahu alimwambia hasbuk, yatosha. Ikiwa Mtume sallallahu akilia, yatosha. Kwa hivi yote ikionyesha hizi ayat, ziko ayat katika ndani ya Qur'an, ni ayati ambazo yatakana mtu alie, na kama utolia basi jitahidi ndugu yangu katika imani, fatabaku, basi jilize. Lakini pia akiendelea kusema, yustahabu du'a'u aqiba al-khatam li'annahu mustajab, na jitahidi sana ndugu yangu katika imani pia kadhalika mwisho wa kuisoma Qur'ani upige dua maalum, weka dua pale, kwa sababu dua mustajabu wakati ule, hina dhaka, wakati huo dua yako itakuwa mustajabe, dua yenye kujibiwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati ule. Baada ya kuisoma Qur'ani yako, basi fanya dua, kwa sababu Qur'ani, fanya dua, huenda Qur'ani yako, kupitia Qur'ani yako Allah subhanahu wa ta'ala kufanya wepesi katika maisha yako, mazonge na hoteli, nyumba yako ikaliki, wazee wako waliokufa zamani, Allah pengine afanye takhfifu katika adhabu zao, dua zako ombee baada ya Qur'ani. Ndugu zako walio katika mazonge, waislamu wenzako mashariki al-ardh wa magharibaha, wapo ambao wana kadhia nzito au katika magumu, basi Qur'ani ile waombee dua, Allah afanyie wepesi, pia ajalie salama na amani maeneo yako unayokaa, wala madhalik. Basi ala kulli hali, mwisho wa Qur'ani jitahidi uombe dua, na dua mustajabe. Kama dua itakuwa wewe kwako ni ngumu, basi usikose walau dua ile kusanya vyote, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, usawa tayo, wala wataka Kiswahili au kwa lugha ambayo wewe unaiona kwako ni nyepesi, kunena na Allah subhanahu wa ta'ala, nena na Mwenyezi Mungu wako baada ya kuhitimisha Qur'an. Lakini pia jingine ndugu yangu msikilizaji wa Radio Iqra FM, la kuzingatia wakati tunakwenda sasa kuanza kipindi chetu jifunze Qur'ani, la kuzingatia baada ya kuona hilo, warada fil hadithi sharifi, imepokewa katika hadithi tukufu, man qara al-Qur'ana, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akinena, man qara al-Qur'ana, yote atakayesoma Qur'ani, thumma daa, kisha akaomba baada ya kuisoma Qur'an, daa, akamuomba Mwenyezi Mungu, akamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, akanena na Mola wake baada ya kuisoma Qur'an ile, akanena na Mola wake, anazungumza na Mola wake katika dua, amana ala duaihi, huitikia amin dua yake hiyo. Huitikia kina nani jamani? Yawezekana uko peke yako, kina nani? 4000 malakin. Msikize Mtume sallallahu alayhi wasallam, 4000 malakin, malaika wasafi wasiokuwa na madhambi, 4000, malaika 1000, malaika 1000 dua yako inaitikia. Na malaika mashaallah la yaasuna Allah ma amarahum,
Kwa njia nyingine ya kutatulia matatizo yetu ni Qur'ani. Kama mtu akana Qur'ani vizuri, kasoma zake zote Fatiha, kasoma Ikhlas, kisha kaja kama hiyo kwa lugha nyepesi qul huwallah, kaja qul a'udhu birabbil falaq, kaja qul a'udhu birabbin nas, basi kasoma hizo tu ndio kaezeshwa na Allah kuzisoma kwa siku yake mathalan. Basi baada ya pale mtu akamwelekea Allah, baada ya kumaliza kisomo chake akamuomba Allah anachotaka, basi amana ala dhalik, basi huitikia katika dua ile, huitikiwa dua yake ile ni amin. Amin maana amin, Allah mkubalie dua yake huyu muombaji wake, muombaji mkubalie dua, takabali dua ya huyu anayeomba, ndio maana amin. Basi wanayosema maneno hayo ni kina nani? Tizama Muislamu, tizama kina nani anasema 4000 malakin, malaika 1000 watakuwa wakiitikia dua hiyo. Lakini pia wayanbaghi an yuliha fi du'a, atakikana msomaji baada ya kuanza kusoma basi Qur'ani omba mara nyingi zaidi, Allah unarudia Allah ya Allah ya Allah, ni mnganganie Allah, kuwa mnganganize kwa Allah, ngangania katika maombi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usome tu mara moja imetosha, ngangania, rudia dua yako, irudie kana kwamba unasisitiza. Allah upenda zaidi mambo haya, basi Allah anapenda zaidi kunyenyekewa. Kama kuna ambaye anapenda kunyenyekewa zaidi ni tabaraka wa taala Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hata hukataa umtoa mtu, umuingiza mtu motoni kabisa kaka milele, atakayesijudia sijida moja tu kamsujudia asiyekuwa yeye, Allah ukasirika sana, kwa sababu Allah upenda kunyenyekewa zaidi. Ndio desturi yake, ndio anachokitaka Allah nyenyekewe. Kwa hiyo Allah mbembeleze Allah. Nani utakayembembeleza tofauti na Allah? Mlezi wako, basi mbembeleze. Apendeza zaidi kumbembeleza, kungania katika dua yako. Itahidi Muislamu. Wa yad'u al-umuri al-muhimma, pia uombe mambo ya muhimu. Kama dunia yako mema, akhira yako upewe mema, ukingwe na adhabu ya moto, wazazi wako Allah waghufiri, wazee wako pia waislamu wenzako Allah wafanywe wepesi, wa ila madhalika, dua nyingine ambazo ni muhimu kulingana na mwenyewe kipao mbele chako ni kitu gani. Lakini pia wa ayyukthira min dhalika fi salahi almuslimin, na pia kithirishe muislamu katika dua yake waislamu kutengenekewa, siwaharibikiwe. Waombe waislamu wenzako wale waovu Allah wafanywe wepesi, da'wa yako ifanyao ifike. Ombe wale katika shida waislamu wenzako watoke shidani, wale katika zita eneo mbalimbali, nafahamu watu watoe katika mapigano kama hayo, na sehemu nyingine watu watupe amani waislamu, amani iliyokuwa mzuri. Wa ila madhalik, pia na watu wengine umma wako kuombea, wa ila madhalik. Lakini pia wa mimma yajibu, sikiza kwa makini ndugu yangu katika imani, unasikiliza Radio Iqra FM mpenzi msikilizaji. Lengine wa mimma yajibu, na mambo ambayo yanapendeza zaidi, yanatakikana kuyatenda, yanayopaswa mtu kuyatenda msomaji wa Qur'an, al-i'tina'u bihi, kuizingatia Qur'an, yani Qur'ani uichunge vizuri. Wakati ule unaosoma uichunge vipi? Ihtiramul Qur'an, kwa kuiheshimu vipi? Min umurin qad yatasahalu fiha ba'd al-ghafilin al-qari'in, mambo ambayo wamejisahau kwayo wasomaji wengi wa Qur'an, wamejisahau kwayo, tumejisahau wengi katika wasomaji wa Qur'an. Mpenzi msikilizaji wa Iqra FM, tataja machache katika hayo. Miongoni wao katika mujtama jamii yetu ya Kiislamu, kadhahiki, kama kuteka, mtu akaheka katika Qur'an nasoma mtu anaheka, au mtu mwenyewe msomaji mwenyewe wakati mwingine katika kusoma kisa kuteka anaheka vitu ambavyo si vya msingi. Hivi ni vitu ambavyo vinaondosha ihtiraman lilquran, vinaondosha heshima maalum ya Qur'ani. Walaghat, na mambo ya pumbao, mambo fulani ambayo si ya hadi ya kuonyesha kuvunjia heshima Qur'ani. Pengine mtu akashika simu na si jambo la msingi, akaanza kubala kwenda huku kwenda kule, na mambo menyewe ana si menyewe si ya dharura, ni basi tukaamua. Nao mengine mfano wake soma Qur'an wakati ule pena jambo lingine kushughulisha, basi ni kitu kibaya sana. Haitakikani. Tuepuke mambo haya ndugu zangu katika imani, ili tunapokwenda kuanza darasa yetu insha Allah, jifunze Qur'ani, tuanze vizuri zaidi. Lakini wallahi bina michezo wakati Qur'ani inasomwa tuepuke ndugu zangu katika imani. Kisoma Qur'ani epuka michezo hii. Kitu kibaya sana, tuache. Lakini washurbi, mtu kunwa
mtu kunwa pasina dharura, pengine kitu kimekubana hapa, kile mtu anakunwa basi anachukua na juisi pengine anapolizia ila madhalika, basi tujitahidi soma Qur'ani, basi kaa kwa heshima. Kama kuna ulazima wa kunwa jako ya kupata zako, kuna pengine maji, hakuna neno, pata zako maji kidogo wala madhalika. Kama koli imekauka kuna neno. Na mambo mengine kama hayo wakati ule mtu aisomapo Qur'ani. Mpenzi msikilizaji, unayetufuatilia radio hii, radio pendwa, radio Iqra FM. Tumalizie swali la mwisho. Swali hili wazazi wengi tumeona wakiwahimiza watoto wao, mwanangu kasome, wanapambana sana, lakini mtoto ikafikia hatua anagoma kwenda madrasa. Mbazi tumia nguvu kubwa, mwanangu kasome Qur'ani, kasome darasa. Madarasani akai, mtoto anatoroka na kimbia, imekuwa ngumu, hataki kusoma. Nyumbani pia akifika ajisomei. Mzazi anawahimiza, anakuya anakuambia, mwalimu, ustadhi mwanangu nimejitahidi sana kumuhimiza asome, lakini mwanangu kawa mtukutu hataki. Sasa nazungumza kwa upande wa wazazi. Matatizo haya ni upande wa wazazi, nataka niyazungumze. Siku nyingine inshallah kama kipindi kitakuwa kingine cha malezi taangalia. Nataka nitoe upande wa wazazi. Kwa nini mtoto asisome? Kwa nini watoto wengi hawapendi kusoma leo? Qur'ani hawaitaki. Wachache leo wakisoma ni mwanzoni, kitambua na kimbia. Baada ya muda mchache unaona kijana hata madrasa hudhuri vizuri. Tuachilie mbali sababu za tuisheni, hizo sitozitaja leo. Nataka nianze leo na sababu ambazo hizi ni chache. Nitoa sababu kama 3 au 4 kulingana na wakati ni mchache. Ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Iqra FM, sababu ya kwanza ambayo inapelekea sana watoto hawa kuona Qur'ani pengine kuwa wazito kuisoma na kuikataa kusoma na masomo mengine haya darasa ambao tunasoma tunasoma madrasa, wazazi wenyewe hawana dasturi ya kusoma. Mzazi mwenyewe mtoto aje kuona unakisoma au kuonao tu mzazi toka ushuti kazini kwako, ukifika na mambo ya gazeti au smartphone na basi ni hivyo tu. Hicho kitendo mzazi, naomba nizungumze kwako mzazi, rekebisha kwanza kwako. Ewe mwalimu, ghairahu, badilika mwenyewe kwanza. Utaamaki yule ambaye unamwambia kabadilika, anza kwanza wewe. Ghairi nafsaka. Mzazi kwanza nafsi yako, niko leo kwanza na wewe mzazi. Huna mwenyewe mzazi dasturi ya kusoma, basi tubadilike wazazi. Tuna dasturi sisi wenyewe wa kuisoma Qur'ani nyumbani. Kifika juu unapewa pegi, basi mtoto tangu mdogo akikuona itakuwa ni ngumu sana mtoto kuacha kusoma Qur'ani. Hilo turekebishe wazazi. Lakini lingine la pili, kulingana na wakati, hatuna utamaduni wa kusoma. Bimaana nyumbani hakuna hata maktaba ndogo. Hata maktaba ya misafu miwili na kitabu kidogo hata pengine cha Kiswahili hakuna. Nyumbani hatuna vitu kama hivi. Hili nalo la pili wazazi tuangalie sana. Takikana nyumbani tuna tamaduni ya kusoma. Na hakuna kitu kizuri kwa mtoto kukipanda kama hubu qiraa. Hubu, pendo la kupenda kusoma, ni kitu kizuri kukipanda kwa mtoto, kupenda kusoma. Basi tujitahidi la pili hilo. Tuna tamaduni nyumbani, una vitabu viwili vitatu, kuna muda ukifika mnaketi pale mnasoma. Basi mtoto anakwenda anajua tamaduni nyumbani tunayo. Sio unakumbuka kuweka nyumbani tu vitu vingine, TV la madhalika, huwasahau kuata tamaduni pengine kishelvu viwili vitatu vya kuweka vitabu. Lakini pia lingine, mambo mengi ya kuharibu watoto nyumbani kama television, muda mwingi unamwacha mtoto wa kucheza katuni, tazama katuni, simu, michezo isiyokuwa na msingi wala madhali. Mambo kama haya yote yanapelekea watoto leo wanakuwa wanaikataa Qur'ani. Lakini ndugu zangu katika imani, nikimalizia la mwisho, tupende kuwapa watoto motisha. Katoka madrasa kafanya vizuri, basi mpatie motisha. Ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Iqra FM, kipindi jifunze Qur'ani, tukifunga tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie wepesi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih qulubana
وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.